أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mbora wa viumbe Mtume alayhi salatu wassalam. Khawat al-kiram, tunakuwa ni wenye kuendelea katika durus zetu, silsila durus zetu siratu nabawiyya, na insha Allah taala kama tulivyozungumza tutakuwa ni wenye kuzungumzia ndoa mbili za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo kwamba hutiwa sana katika mijadala, na subhanallah ndoa zake mbili hizi ndiyo utaona ni ndoa pekee za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo kwamba zilikuja kupitia wahyi. Ndoa zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam hazikuwa ni zenye kupitia wahyi, yani kupitia kuamrishwa moja kwa moja na Allah subhanahu wa ta'ala, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam amuoe mtu fulani, isipokuwa ndoa hizi mbili, na moja ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuoa Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, na nyingine ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuoa Aisha radhiyallahu anha. Na tutakuwa ni wenye kuanza na ndoa ya Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake kitukufu, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi na uliposema kumwambia yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha, wa an'amta alayhi, na wewe ukamneemesha, amsika alayka zawjak wattaqillah, zuia mke wako, kana mke wako kwa wema na umche Allah subhanahu wa ta'ala, wa tukhfi fi nafsik ma Allahu mubdihi, na unaficha katika nafsi yako kile ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakiweka bayana, atakiweka wazi, wa takhsha nas, na waogopa watu. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa takhsha nas, na waogopa watu, wallahu ahqqu an takhshah, na Allah subhanahu wa ta'ala ana haki zaidi ya wewe umuogope, wewe umhofu yeye zaidi ya mtu yoyote. Falamma qada Zaidun minha watara zawajnakaha, na Zaid alipoachana na Zainab binti Jahsh, shamaliza wakati wake, idda yake amemaliza, zawajnakaha, tukakuoza wewe. Wa ikhwata alkiram, Allah subhanahu wa ta'ala yuendelea katika hikma ya ndoa hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo kwamba tutaieleza kwa mukhtasar, likay la yakunu ala almu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idha qadaw minhunna watara, ili isiwe na uzito wowote juu ya waumini katika wake za wa watoto wao walowalea wakati wanapomaliza muda wao wa idda. Wa kana amru Allahi maf'ula, na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni yenye kutekelezwa. Yani ilikuwa jambo ambalo kwamba limezoeleka kwa Waarabu, mtoto unayemlea na mchukua na kumlea huhisabika ni mtoto wako, na hata jina lako akalibeba pia. Kwa mfano kwa Zaid bin al-Harith, watu walikuwa wakimuita Zaid radhiyallahu anhu Zaid bin Muhammad kabla Allah subhanahu wa ta'ala ya kuja kulikataza hili jambo. Ni katika masuala ya kuhifadhi kizazi, kuhifadhi haki ya kizazi, julikaniwe huyu kihakika ni mtoto wa nani na huyu ni mtoto wa nani. Hata kama ni mtoto ambaye kwamba umemlea, ajulikaniwe babake kihakika ni nani, kwa sababu yeye ana haki kwa babake wa kisheria, na watoto wako wana haki kwako wewe kama baba yao wa kisheria. Si kwa yoyote ambaye kwamba unamlea. Yule unaweza ukamlea ukamfanyia ihsan, ukamneemesha kadha wa kadha, walakin bado kisheria haiwi kuwa ni mwanayo moja kwa moja, anabakia ni mwanayo wa kumlea.
Kwa hiyo katika mazoea kama haya ambayo kwamba walikuwa wameyazoea Waarabu ni kuwa mwanayo akiwa na mkewe, zile ahkam za mwanamke ambaye kwamba ni ajnabi hazi apply kwako wewe. Yani wewe kama baba unkwenda nyumbani kwa mwanayo ambaye kwamba yuko ndani ni mkewe, wewe ambaye kwamba ni babake mumewe, waweza ukafunguliwa nyumba ukaingia, kwa sababu yule ni mke wa mwanayo, au asa ni mamake wa jukuu zako. Kwa hiyo zile ahkam za mwanamke ajnabi hazi apply kwako moja kwa moja. Sasa ikija katika mtoto ambaye kwamba umemlea, kwa wao Waarabu walikuwa washazoea hali ya kuwa mpaka yule mtoto ulemlea, mkewe ni mke wa mtoto wako, hata kama ni mtoto wa kumlea, ambao kwamba hii ada yagongana na sheria, kwa sababu kihakika yule mke si mke wa mtoto wako moja kwa moja kisheria. Kwa hiyo zile ahkam za mwanamke ambaye kwamba ni ajnabi za apply kwake yeye, kwa sababu yule kijana ulomlea si mtoto wako kisheria moja kwa moja, na lau watakuwa ni wenye kuachana na yule mke akakaa idda, basi huyu alomlea yuaweza akamuoa yule mwanamke. Kwa hiyo hii ada ikawa yenye kutolewa ili kizazi kiwe ni chenye kuhifadhiwa, familia iwe ni yenye kuhifadhiwa. Na utaona hili jambo lilikuwa zito pia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa itakuwaje? Watu wataona kwa hali namna gani? Na hili jambo alifuatwa nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam mara kadhaa, si mara moja pekee, kwa sababu ilikuwa jambo zito. Allah subhanahu wa ta'ala yuwataja wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhsha an-nas. Maanisha ilikuwa jambo zito la Mtume sallallahu alaihi wasallam, walakin ilikuwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika somo hapa twapata ni kuwa nadharia yetu sisi kama umma wa Kiislamu ni kwa lile ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yualipenda na kuliamrisha. Hili ni zuri, hili ni jema kwetu sisi, hili ni uzuri na wema, yani kusimama kisawa sawa jambo kama hili ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameliridhia, ameliamrisha na kulitaka litekelezwe. Na ovu ni lile ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza. Yale mema hata kama ulimwengu mzima utauchukulia ya kuwa hili jambo halikai la kiungwana, si zuri, maadamu amesema Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi amrullahi maf'ula, sami'na wa ata'na, na sisi tumemridhia Allah subhanahu wa ta'ala, na katika nafsi zetu hakuna haraji yoyote juu ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huku ndio kihakika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na maovu yale ambayo kwamba ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama yapendeza kiasi gani katika macho ya kiulimwengu, maadamu amelikataza Allah subhanahu wa ta'ala, kwetu sisi tunakomeka na lile jambo twalichukulia ni jambo ambalo kwamba ni ovu, sio zuri. Kwa ikhwatal kiram, Aisha vile vile, kwa hiyo hii ni amri ya Zainab binti Jahsh. Aisha katika hadith sahih katika sahihu al-Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza ndoto, sababu hii ilikuja kupitia ndoto. Na ru'ya al-anbiya wahyun, ndoto za manabii ni wahyi, kama vile ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza juu ya Ibrahim alayhi salam akimwambia Ismail mwanawe, ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara. Na mwanawe akaelewa ile ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, qala ya abati fa'al ma tu'mar ru'ya al-anbiya wahyun. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema linijilia Jibril na nikawa ni mwenye kumuona mwanamke ambaye kwamba yuko nyuma ya pazia la hariri silk, na mwanamke kama huyu amevaa vazi la hariri, na nilipofungua pazia kama lile nikawa ni mwenye kumuona Aisha. Yule mwanamke alikuwa ni Aisha, na Jibril alayhi salam akawa ni mwenye kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam
huyu ni mkeo fi dunia wal akhira, huyu ni mkeo katika maisha ya dunia na katika maisha ya baadaye, katika maisha ya akhira. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndoto kama hii akaiona mara mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasonga katika hii amri hii ya kumuoa Aisha binti Abu Bakar radhiallahu anhuma. Kwa hiyo ndoto ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Aisha na ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Zainab binti Jahsh zote ni wahyi. Sasa hapa kuna matatizo katika watu aina mbili. Watu sehemu ya kwanza wenye matatizo katika ndoa hizi mbili za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika kundi la Waislamu wenye maradhi ya moyo katika masuala ya kutofahamu na kuathirika vile vile na afkar ambazo kwamba ziko katika ulimwengu za kiliberali, mpaka mtu akafikiria yani kaifu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya jambo kama hili, akawa na wasiwasi yani katika moyo wake, ima akawa ni mwenye kuachana na mjadala huu kabisa, au akatafuta namna yani akatafuta njia, sababu baadhi ya watu leo hujaribu kufix paka kusema akatia hisabu mpaka akasema Aisha radhiallahu anha akiolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na miaka 18, kujaribu kulegitimize katika macho ya ulimwengu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana hakumuoa akiwa na huu umri ambao kwamba umekuwa ni wenye kutajwa. Kwa hiyo tukija katika suala la watu wa aina hii, mkuwa Muislamu yatakaniwa ajadiliwe, kama Muislamu ana matatizo haya ajadiliwe juu ya kufahamu uzito wa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anapoamrisha jambo, hebu turudini katika mfano tuliotaja. Ibrahim alayhi salam ameamrishwa nini juu ya mtoto wake Ismail? Amchinje, amuue. Tuulizane swali rahisi, baba kumuua mwanawe, baba kumchinja mwanawe ni jambo zuri? Ni jambo ambalo kwamba nani ataridhika nalo? Nani okay, utaweza kumuelewesha vipi mtu ya kuwa hili jambo nzuri? Baba amchinje mwana, haiwezekani bila shaka. Walakin ya abati faal ma tu'mar, babangu fanya ulichoamrishwa. Yani sisi kwetu sisi tuangalia baina ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukataza Allah subhanahu wa ta'ala jambo. Kwa hiyo Muislamu kama Muislamu yatakaniwa apate vyanzo kama Muislamu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ili jambo, na hapo limeisha, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anapoamrisha jambo ni lazima litekelezwe kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ama katika sehemu ya pili ni kwa wale ambao kwamba wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Hii ni matatizo sehemu moja. Sehemu ya pili katika mlango wa mjadala katika ndoa hizi mbili za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika wale ambao kwamba wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na hapa yatakaniwa Muislamu ajenge meza ya kusimama vizuri ya mjadala. Ni kuwa hapa tatizo kihakika si ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, hawajali chochote kuhusu ndoa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ni mlango ameufungua kumpigia vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, wala hawajali chochote kuhusu ndoa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawajali chochote kuhusu Aisha radhiallahu anha, ambaye kwamba hawana alaka yoyote na Aisha, la min qaribi wala min ba'id. Leo utaona kuna kama Epstein Files ambayo kwamba yatolewa ushahidi kila siku ya mabanati wadogo ambao kwamba walidhulumiwa na wakabakwa kadha wa kadha, lakini watu hawa ambao kwamba wazungumzia kuhusu Aisha alolewa, wasema alikuwa ni mtoto mdogo, hawazungumzii wala haiwapeleki mbio hii masuala ya watoto wadogo kudhulumiwa namna hii. Kwa hiyo suala si ndoa kihakika, shida yao ni kuwa wanamkufuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakataa ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam si mjumbe wala hakuwa
yuwapokea wahi. Kwa hiyo meza au suala la kuwekwa mezani katika hili jambo ni kuangaliwa na kuwekwa ithbati ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mjumbe hakika wa Allah subhanahu wa ta'ala au la. Na hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala ameliekea dalili zake, challenges ambazo kwamba ziko wazi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kupitia Qur'an ambayo kwamba imefikishwa kwetu sisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, imeteremka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa changamoto, lau kama watu watakuwa na wasiwasi juu haya maneno hayatoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, labda Muhammad anjizulia maneno yake, basi na wao watunge wazue maneno kwa mfano wake, sura 10 mfano wake, bali ikatajwa hata sura 1, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlih. Basi mtu akitoa sura 1 khalas ashamaliza bwana, atasema Muhammad alitunga maneno yake, si maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maadamu changamoto hii au challenge hii ya Allah subhanahu wa ta'ala iwashinda, ndio wazunguka katika kila jambo ambalo kwamba wataweza kulipata, wajaribu kumdiscredit Mtume sallallahu alayhi wasallam, wajaribu kumtoa kasoro Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na lau hata ingelikuwa si hizi ndoa, wangetafuta na jambo lingine pia la kusema juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile Makuraish walivyokuwa wamfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sema qad na'lamu, na twajua sisi, shajua sisi, innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, hakika ya kutia huzuni wewe yale ambayo kwamba wanasema juu yako. Na hebu tuangalieni hili jambo, yani ile athari ya kisaikolojia aliyopitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi husoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, husoma katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amepingwa hivi na hivi, akaambiwa hivi na hivi, lakini ile athari, hebu wewe jiweke katika nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeishi baina ya watu kwa muamala mzuri na kwa tabia mzuri, hauna record mbaya ya kumfanyia mtu jambo lolote, kisha uvumi uenezwe katika mitaa yenu ya kuwa wewe una tabia mbaya kadha wa kadha, waambiwa wewe ni tapeli, au waambiwa wewe ni mchawi, uvumi tu ukaenezwa, bila shaka itakuathiri, utasikia vibaya, utakasirika, utahuzunika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hili ndio ambalo kwamba alikuwa ni mwenye kulipitia, as-sadiqul amin, mtu ambaye kwamba watu lau watakuwa na amana wataenda kwake, lau watataka ambaye kwamba ni mkweli na mwadilifu wataenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo imekuwa akizungumza nao, akiwaeleza juu ya jambo ambalo kwamba ndio la dharura kwa wao zaidi, sahirun majnun, amekuwa ni mchawi, amekuwa mwendazimu, amekuwa ni kuhani, na wanadai haya mambo akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uso wake. Hili jambo ni zito, Mtume sallallahu alaihi wasallam amepitia jambo zito kupitia hali kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala sema fa innahum la yukadhibunak, hakika hawa watu hawakupingi wewe ewe Muhammad. Hawa watu wanakujua, watu wanakufahamu, wanakuelewa wewe ni mtu aina gani, wanakukubali wewe kihakika, wewe kama wewe, wanakuelewa, wanakufahamu. Sababu kabla ya risala Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kwamba tutakuja tutazungumzia mbele, alayhi salatu wasalam, amewauliza lau nitawaambia katika hili bonde hapa nyuma kuna jeshi linataka kuwavamia, nyinyi mtanisadikisha? Wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatujawahi kusikia kutoka kwako urongo, walakini ujumbe ulipokuja, tabban lak, lakini akaangamia yule ambaye kwamba alimwambia maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tabbat yada abi lahab wa tabba, na Abu Jahal ndio huyo ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kuangamia. Kwa hiyo fa innahum la yukadhibunak, hawa watu hawakukadhibishi wewe kama wewe Muhammad, walakin adh-dhalimina biayati llahi yajhadun, walakin
wale madhalim wanakuwa ni wenye kupiga vita ayat za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo problem hapa si Mtume sallallahu alaihi wasallam na ndoa zake, na ndio hapa Muislamu usikubali kuwekwa katika mjadala ambao kwamba yani si mjadala ambao kwamba umesimama katika misingi thabit. Kama mtu yataka kujadili ndoa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuje katika kumjadili Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Mtu yakubali ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu au la, na ushahidi uletwe na changamoto ziletwe katika hile, kwa sababu utaona haya si mambo ambayo kwamba yani yawatia watu hamu, wanatumia tu kwa sababu utaona kama Kenya umri wa consent binti yuweza akaolewa au umri wa ndoa miaka 18. Ndani ya UK miaka 16 yuweza akaolewa. Juzi ndoa ya mtoto wa mwanabondia maarufu Tyson Fury ashakuwa engaged, yasubiri harusi miaka 16. Hakuna watu wampiga kelele. Baadhi ya states ndani ya USA umri uko baina ya 15, 16 na baadhi hata 14, lau mtu atakuwa ni mwenye kufuatilia. Na nyakati za nyuma kidogo, miaka ya nyuma, utakuta hata chini zaidi. Kwa si masuala ya ndoa wallahi ambao kwamba yawatia watu hamu, ni katika kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa huyu si mtume wa Mwenyezi Mungu kihakika. Na tutakuja katika sehemu ya mwisho tuzungumzie sasa katika umuhimu wa ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Aisha radhiallahu anha. Tufahamu katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya umma wa Kiislamu, katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya umma wa Kiislamu ni ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Aisha radhiallahu anha. Kivipi? Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin alikuwa na akili ya wasomi wakubwa, yani alikuwa na scholarly intellect, akili ya wasomi wakubwa, na alikuwa na maumbile ya kuuliza, inquisitive nature kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani hivyo ndivyo walivyokuwa, na mpaka yasema juu ya nafsi yake ya kuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakipokea, wakiitikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watayasikia na watayaitikia, na wanakuwa ni wenye kutekeleza hapo kwa hapo, watakuwa ni wenye kufuata hapo kwa hapo. Aisha alikuwa na tabia ya kuuliza, na nafasi hii akaipata kwa njia gani? Ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mkewe, na mkewe wa karibu zaidi, anampenda zaidi. Alafu Aisha umri wake ni mdogo, kwa hiyo ukiwa na mkeo umri wake pia ni mdogo, wamu excuse katika masuala yake ya kuwa atauliza hili, atashindana. Aisha radhiallahu anha katika baadhi ya mambo alikuwa pia akishindana, yani kile cha ushindani na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya ile bondi yao, vile walivyo karibu, na yeye ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na umri wake ni kama ule. Kwa sababu katika huku kuuliza ndio tumeweza kufahamu mambo kwa undani zaidi. Hawakuweza kufanya hivyo wowote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumetaja katika mwanzo wa darsa zetu hizo, Amr bin al-As radhiallahu anhu asema lau, wakati yuafa asema lau utaniuliza leo mimi nikueleze Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yukaa vipi, yani nikueleze juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yukaa vipi, sitoweza, kwa ajili alikuwa yumheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi cha kuwa haezi akamkabili kwa macho akamwangalia moja kwa moja, yumheshimu kiasi kikubwa. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile katika wake zake wale ambao kwamba yani kwa umri wao pia walikuwa wakubwa, walikuwa wakimheshimu juu ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakimheshimu mno Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha ndio alikuwa na nafasi hii, yuaweza akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha amewahi kushindana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameshindwa kuelewana katika mambo, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumana, maana yake amemwambia mke, wewe waonaje, tumuite nani aje asuluhishe baina yetu? Ameitwa Abubakar. Abubakar amekuja mpaka Aisha radhiallahu anha aambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anza wewe kusema, lakini useme
ile ukweli pekee yake, useme haki pekee yake. Mpaka Abubakar radhiallahu anhu amekasirika, ameshindwa kuvumilia, ametaka kumtandika mwanawe. Kwa ajili gani? Muuliza, yaqulu rajul ghaira alhaq, huyu bwana kwani yasema jambo lolote pasi na haq? Kwa hiyo waangalie ile perspective ya Abubakar. Mkuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam haizi akasema yule ni mkewe, ni mkaribu wake, swala tofauti, si sawa na mtu yoyote mwingine. Shanifahamu? Kwa hiyo alikuwa akimuuliza sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawa ni mwenye kufahamu zaidi. Utaona katika baadhi ya maneno Aisha radhiallahu anha aliweza hata kudea kuzungumza dhidi ya baadhi ya wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ankuja akamkanya wakati mmoja na kumwambia, lau haya maneno yako yatatiwa katika bahari, basi ile bahari itafisidika, yani ile chumvi yake itapotea kwa ajili ya uzito wa haya maneno, vile ambavyo kwamba maneno mabaya. Na sisi tupata funzo ndani yake katika mtu kuweza kumtuyuri au kumgoa mtu, kusema ya kuwa huyu mtu yuakaa hivi, sijui mbele lake la kaa hivi, sijui yule yuakaa ni mfupi mno au ni mrefu mno au ana macho kadha wa kadha, kumaanisha haya maneno mazito. Tumefahamu hilo kupitia katika ile ukaribu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Aisha radhiallahu anha, na vile vile tukasoma ndani yake somo. Taona Aisha pia juu ya Khadija radhiallahu anha amewahi kuja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda sana kumtaja Khadija, na kama tulivyotaja inaonyesha kiasi gani alikuwa akimpenda sana mama yetu Khadija radhiallahu anha. Aisha katika kumwonea wivu Khadija kaja akasema, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hakukupatia kilicho bora Yani yule alikuwa ni mzee kadha wa kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia hapa tukasoma hadhi ya Khadija radhiallahu anha, sema wallah Allah subhanahu wa ta'ala hajawahi kunipatia bora kuliko Khadija. Sababu Khadija aliniamini wakati watu wananikufuru, alinipa wakati watu wananinyima. Hii yaonyesha kiasi gani value kwa watu haiko na uzuri wa kutokeza tu hivi au wa baadaye, bali yule ambaye kwamba ametoka na wewe chini, value yake iko juu, na huyu ndio bora zaidi kwako wewe. Kwa hiyo hata leo taona katika matatizo ambayo kwamba sisi tuko nayo, mtu aweza akamuoa mkewe na maskini huyu mke akamkubali katika wakati ambao kwamba watu wengi wamwangalia wasema huyu bwana maskini, kila mmoja mtaka, kila mwanamke ataka, kwa sababu maisha yake matatizo. Shakatokea maskini binti mmoja akamkubali kama alivyo, baadaye huenda Mwenyezi Mungu akamneemesha huyu bwana akawa katika hali mzuri. Na matatizo ambayo kwamba yapo leo nini, mtu ataoa mke mwingine, sheria imekuruhusu bila wasiwasi, kwa mapana na marefu, taongeza mke wa pili, mke wa tatu, akajalia hii ni sababu ya kumnyanyasa na kumdhulumu na kummistreat yule ambaye kwamba ametoka mbali. Hili ni somo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapa yazungumzia Khadija ambaye kwamba amefariki. Asema wallahi ya Mwenyezi Mungu hakunipa bora zaidi ya Khadija. Khadija alikuwa kadha wa kadha. Kwa hiyo yatakaniwa tuwe na tuwapatie the same value, hasa wake zetu ambao kwamba tumetoka nao mbali na wakatufanyia ihsan, hata baadaye ukaja ukawa katika hali mzuri na ukaongeza na ukawa katika watu ambao kwamba kila mwanamke yuatamani umuoe yeye, simfanyie makuruhu mkeo ambaye kwamba umetoka naye mbali. Somo hili tulipata kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia maswali ya Aisha radhiallahu anha. Aisha radhiallahu anha taona katika listi ya wapokezi wa hadithi, wale wa 7 wa juu, listi ya wapokezi wa hadithi, Aisha radhiallahu anha yeye anakuwa ni mwenye kutokea wangapi? 4. Na wa kwanza akiwa ni Abu Huraira radhiallahu anhu, zaidi ya hadith 5000, kisha Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma hadithi 2600, kisha Anas bin Malik, kisha Aisha radhiallahu anha kwa hadithi 2200. Utaona ambaye kwamba yupo na nyingi zaidi ni Abu Huraira radhiallahu anhu, lakini hao wengine hawajapishana kwa mbali, na Aisha yuko katika sehemu ya 4. Kitabu chochote cha kifikhi lau utakifungua leo ni ngumu sana kutopishana
na mafunzo ya Aisha na opinion za Aisha na maelezo ya Aisha radhiallahu anha, ikiwa ni Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali, ndani yake ni ngumu sana usipatane na mafunzo ya Aisha radhiallahu anha. Kwa hiyo ndoa ya Aisha radhiallahu anha, ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Aisha radhiallahu anha, yatakaniwa tuibebe kwa hadhi hii ya kuwa ni neema kwetu sisi, wala sio mtihani, sio jambo ambalo kwamba sisi linatushtua. Almuhim ni Waislamu leo kuweza kuzisoma ndoa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuweza kuzifahamu kiundani kwa mapana na marefu, ili lau leo hata ikija katika maswali, ikija katika changamoto, Muislamu awe yuweza akasimama na Uislamu wake na akaueleza bilhikmati wal mau'izati alhasana, kwa njia ambayo kwamba ya jazba, kwa njia ambayo kwamba ni ya hujjatun baligha, yani hujja ambazo kwamba ziko wazi. Inshallah tutakuwa ni wenye kukomea hapa. Kwa machache tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie sote min alladhina yastami'una alqawla wattabi'una ahsana. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa.